Ilmu ndugu zangu haipatikani bila kuwa na sifa hii ya kuwa na subra hata siku moja. Na ukisoma tarikh na siyar za wanachuoni wa Kiislamu wakubwa maulama wetu, chukua tu yani siyar za maimamu wetu wakubwa, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, angalia safari yao ya kutafuta ilmu. Sifa kubwa iliyosifika na safari yao ilikuwa ni kusubiri kutokana na matatizo ambayo wanakabiliana nayo. Hakuna mwanachuoni wa Kiislamu ambaye ameandika kitabu chake safari yake ya ilmu isipokuwa alizungumzia mashaqqat na tahaddiyat ambazo wamekabiliana nazo katika kutafuta elimu mpaka amefikia pale. Huwezi kupata elimu ukiwa umekaa nyumbani kwa raha hata siku moja. Ni lazima uitafute kwa mashaka. Mimi ni khariji al-Azhar. Nimekwenda kusoma al-Azhar kutoka katika Mahad al-Masri iliyoko Arusha mwaka 1984. Hiyo wangapi walikuwa wamezaliwa katika vijana? Nilikuwa mtoto mdogo sana, bado hata sijabaligh. Sio kama nyinyi, mdogo kabisa yani. Hali ya maisha sio kama sasa hivi. Wakati ilikuwa hakuna simu za mkononi hizi kwa maana ya WhatsApp, sijui nini na unaongea na watu nyumbani unawaona kwenye picha, hakuna. Kulikuwa kuna simu za kukoroga zile. Nazijua. Na koroga hizi. Halo, unaenda Central. Halo, salamu alaykum. Halo. Yani amsikilizani. Misri hali ya maisha si kama labda ilivyokuwa sasa. Wakati ilikuwa ni ngumu zaidi na ni shida yani. Unatakiwa kule kuna rihlatu shita wa saif. Sio kama kwetu hapa. Shita ni shita kweli na saif ni saif hasa. Sawa Unasoma kutoka sehemu unakwenda kusoma labda kwenye chuo, unapanda usafiri na nini. Unajibidi ujitegemee katika fedha, kununua vitabu, kununua nguo za baridi, matibabu, na kula mara 2 kwa siku. Likizo ndefu karibu miezi 5. Sasa kwa sababu ya nyumbani hawezi kutumia pesa. Nyumbani watu walikuwa maskini, hakuna hizo njia za kutuma pesa kama sasa hivi. Inabidi ujitegemee. Shekhe, tulifanya kazi katika wakati wa likizo. Mimi nimefanya kazi waiter hotelini, nauza chakula, naosha vyombo. Kuna wengine walifanya kazi za kujenga, wanabeba zege kwenye magorofa wanapeleka. Mwingine ambaye ni shekhe mkubwa sasa hivi alifanya kazi moja ya ajabu sana. Alienda Saudia akaajiriwa kuchunga kondoo jangwani na Msaudi mmoja, bedui wa Kisaudi. Atafuta hela shakadue vitabu asome. Wallahi ameingizwa jangwani Saudia kule ndani. Hata hajui njia ya kutoka, anachunga kondoo. Kilichomkimbiza binti wa yule bedui, kila siku anamfuata kule wanapochunga kule. Anataka ajue huyu umetoka wapi, anazungumza naye. Anajua sasa hapa mimi nitachinjwa. Maana yule mzee akija kinikuta nimekaa na binti yake. Ajua Saudia na wivu. Shekhe alitoroka bila mshahara wake. Akaacha na mshahara. Anakuja kutuhadithia. Ukimwona sasa hivi shekhe mkubwa kabisa. Lakini historia yake ni ya sabr, kusubiri katika kutafuta ilmu. Kwa mkituona sasa hizi labda unaona mimi na katibu mkuu wa taasisi ya Dinure, Sheikh Shams Elm. Shekhe nimeosha vyombo hotelini. Ya wala, tahali, ya wala. Sawa Ongea beba zegi. Unapata hela riski yako. Wakati ilikuwa jinee 3 unapewa kwa siku. Ambaye ilikuwa jinee ilikuwa ni sawa na dola. Unanunua vitabu, unanunua masweta wakati wa baridi, unapata usafiri, hujitegemea na chakula chako cha usiku. Kwa hela unaipata. Hatutumii pesa. Maisha ya shida, lakini sabra, sababu kuna ilmu pale. Na mashekhi na maulama wengi, unasafiri, unapanda basi, unakwenda msikiti fulani. Kwa sababu gani? Maulama wako katika darasa ya tafsiri, darasa ya hadithi, darasa unawafuata. Sio tu muqarrarat dirasia. Unakwenda kwa mashekhi na unajua Misri maulama walivyojaa na misikiti ilivyojaa, unawafuata wale kusoma kwao. Lakini wewe ukiishia tu markaz Tanzania hapa na muqarrar, hutaki kwenda kwenye durusu, hutaki kusoma kitu kingine, unakuwa unapoteza fursa. Wewe jambo la mwanzo asabr.